ya Kagera Sugar. Kagera Sugar walikuwa wanajipapatua, wakazani kwamba wanaweza wakaifunga Simba leo wakabaki kwenye ligi, kumbe inalilahi wa inalilahi rajiun. Simba umeshawakuta, tulikuwa tunamaliza Simba kwa kupitisha kwenda Kagera. Hapa mchezo wa namna gani ambao pengine waliwapumzishwa leo, ambao ni nyota muhimu kuliko kwenye kikosi cha Simba, kwamba mnaipini na amekuja na kwa kutaka kitu. Unajua Simba kila akicheza na timu basi lazima, walikuwa na milioni 25 ya kuaidiwa inasemekana ya draw, lakini walikuwa na 50 ya ushindi. Kwa hiyo walikuja kuitaka kuichukua, lakini ukubwa wa Simba hawajaweza kuichukua. Tumepata pointi 3 kama tulivyotarajia. Mchezo wa mwisho nyumbani tarehe 25 vipi? Msimamo aliopo pale pale ama mtapeleka timu? Msimamo upi? Jambo la hatuchezi lipo kwa wenzetu. Si hatujasema chochote. Mechi imepangwa, si hatujasema lolote. Kwa hiyo hatuchezi, wamesema wenzetu. Si hatujasema hatuchezi. Kwa hiyo kama wewe unasema tarehe 25, basi tusubirie tarehe 25. Kama tuna kweli tunacheza au hatuchezi. Kwa hiyo inachotakiwa kuvuta subira tu. Na yoyote wanasema kila aliyevuta subira yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Tunaona wachezaji leo wa sasa, beki wa kati Shamo amepata majeraha, na ukiangalia mna mchezo wa fainali ambao ni siku ya Jumatano. Kuna namna mnaona kabisa mnaenda kuathirika? Simba ina wachezaji wengi sana, zaidi ya 28-30. Umeona? Kwa hiyo ina maana kukosekana kwake, kama atakosekana wala hamna shida, kwa sababu tumeweza kuona tena kwenye mechi ya kimataifa Afbet 4 kacheza Kagoma. Sijui wote mliona, na alikata umeme vizuri, lakini acha ya kimataifa kwenye mechi za kawaida tu alishacheza Afbet 4. Kwa hiyo ina maana kuhusiana na mabeki kwenye ukataji wa umeme hatuna wasiwasi juu ya hiyo. Kila mchezaji wa Simba anajituma kwa namna yake ili mradi aweze kuifanya Simba ipate matokeo. Kwa hiyo hatuna wasiwasi juu ya hilo. Jumatano ndio siku ya kujua kwamba mnanyanyua kikwapa au la. Kwa upande wenu mashabiki, na shauku kiasi gani mchezo huo? Hii Simba ya ubaya ubwela tunapokwenda ni kuinua kwapa. Kwa hiyo hatuna wasiwasi, ili kombe letu. Tunajua wenzetu walivyoona hali mbaya wakaanza miemko ya kutaka kuvuruga mpira, na yote ile wakiangalia nyuma walipotoka walikuwa wanapata kiurahisi, bado mechi 4 wao washapata. Kwa hiyo sasa hivi Simba ya ubaya ubwela wameweza kuamini, pamoja na machawa wao wanaowapa ponti kirahisi. Jana nimemuona msemaji wa Dodoma anasema kwamba Yanga ni timu ngumu sana, ni timu nzuri kuliko Real Madrid. Kwa hiyo ukikaa mwenye akili timamu, ukimwangalia msemaji anazungumza vile tu, unajua kinachoenda kutokea. Kwa hiyo ina maana sisi hatuna wasiwasi. Tunajua ile vurugu alianza kwa sababu wanamuona Simba yuko kwenye mbio za ubingwa, na inshallah ubingwa tutapata. Leo unaona Almas Kasongo kaambiwa mbaya, sijui nini, hana makosa yoyote, katolewa, sijui walimtaka nayo Kidau atoke, sijui nini, kwa sababu walikuwa wanaona wanaharibikiwa. Ukiangalia msimu wa mwaka jana, wajuzi wa majuzi, wote walivyokuwa wanainua kwapa, wale walikuwa watamu kama sukari, lakini leo wamekuwa wabaya kama shubiri. Hawawataki, kisa Simba wameleta upinzani mzito, na ukweli wamepewa upinzani. Kwa sababu ukikaa ukiangalia Simba unaambiwa anapata favor, angalieni yeye. Juzi ilikuwa Aucho apewe kadi nyekundu, watu wote tunaona kanda kumkanyaga mtu, lakini umeona goli lao la offside la wazi, mtu kakaa mbele kama imamu anaswalisha, mwamuzi kama hajaona, kimya, watu wote, wachambuzi wote. Na cha kufurahisha, hadi mchambuzi nguli ambayo yuko sehemu nyingine, Hansi Rafael kaposti kwamba ile ni offside. Sasa uoni balaa hili? Kwa hiyo ina maana wao leo utamsema Almas Kasongo mbaya, utasema Wilfred Kidau mbaya, Karia hafai, wakati soka linapanda kila siku tunapokwenda. Kwa hiyo ina maana wao wameona kwamba hawapati, na washatumia gharama kubwa kudhamini machawa wao ili waendelee kupata pointi 3 na magoli mengi. Kuna wengine shekhe washapigwa goli 6 huku 6 kule, 12. Kuna waliopigwa 11, hao machawa. Lakini ukiwaangalia hao wasiodhamini hamna hizo. Kwa hiyo ina maana tunakwenda sisi kutekeleza ubaya ubwela, na kombe inshallah tutapata kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu.
kwa sababu tumejipanga. Mwenyezi Mungu anakuambia aljitihada wajada, ukijitahidi utafanikiwa. Kwa hiyo tunaamini kabisa tunaenda kupata mafanikio juu ya hii Simba yetu ya ubaya ubwela. Tunaweza tukasema kabisa vita ya kwamba kwa timu walishatu sisi hatuogopi mchezaji. Wachezaji wote timu nyingine moja. Ndio, wewe ni mtu ambaye unasemaga mara nyingi wewe. Nataka nifahamu kwa upande wa kwenda katika huo mchezo. Ukubwa wenzenu wanahamasishana, bila shaka mtaenda kucheza. Muoni itawaathiri kwa sababu mtakosa nguvu ya baadhi ya mashabiki. Tena mimi ukiniuliza kwenye akili yangu nilitaka mashabiki wa Simba wasiende hata mmoja. Nilitaka mashabiki wa Simba wasiende hata mmoja. Sababu hii mechi imekuwa ni ya kulazimisha wakati haikuwa tena mahali pake. Haikuwa mahali pake. Sasa kwa kuwa imelazimishwa na wakubwa, hakuna jinsi ya kufanya. Mfano mmoja mimi binafsi, japo nilishaka mechi ya tarehe 8 lakini Jumatatu ndo kanyaga uwanjani. Sababu hiyo lakini wamelazimisha wakubwa